Mwanafunzi wa darasa la kwanza mwenye umri wa miaka 6 ambaye ni mkazi wa mtaa wa Ngalanga, halmashauri ya mji wa Njombe, ameripotiwa kubakwa na mtu ambaye bado hajafahamika wakati akienda shuleni. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mahamudu Banga, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo wamebainisha kuwa tukio hilo limetokea asubuhi ya Mei 22 mwaka 2025 majira ya saa 1 asubuhi, wakati mtoto huyo akiwa njiani kuelekea shuleni, na uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini mhusika wa tukio hilo. Na mimi ni Amir Kilagalila. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kuthibitisha tukio la ubakaji lililotokea tarehe ya 22 mwezi wa 5 2025 majira ya saa 1:20 katika mtaa wa Ngalanga uliopo katika mji wa Njombe mji. Kuna mtoto ambaye huyu ana miaka 6, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Celestini iliyopo katika mji Njombe. Akiwa anakwenda shule, alikutana na mtu mwanaume ambaye bado hajafahamika na kuweza kumingilia kimwili. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe tunaendelea kulifuatilia tukio hili kwa ukaribu zaidi, na tunaendelea kushirikiana na wananchi kuhakikisha mtuhumiwa huyu ambaye amefanya tukio hili anapatikana katika muda mfupi. Tunatoa wito kwa wazazi wanao wote kwamba wanapokuwa watoto wanakwenda shule, basi waende kwa vikundi, asiende mtoto mmoja mmoja, kulingana na tukio hili ambalo limetokea siku ya jana. Wazazi wote wahakikishe kwamba wanafunzi wanatembea kwa makundi, ili mtu yoyote ambaye atakuwa akishawishi mtoto basi waweze kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili hatua ziweze kuchukuliwa. Katika kipindi cha mwezi wa 4 2025, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanya operesheni na misako katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 40 kwa makosa ya mauaji, wizi wa pikipiki, uvunjaji, kuingia nchini bila kibali na ukiukwaji wa usalama barabarani. Vielelezo au mali zilizopatikana katika operesheni hiyo ni pamoja na pikipiki 1, TV tofauti 11, redio pamoja na kete za bangi zipatazo kete 80. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Ayubu Danieli Liawane, miaka 30, mkazi wa kijiji cha Udonja, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyofahamika kwa jina la Fulahini Patrick Kingima, miaka 40. Chanzo cha mauaji haya ni mgogoro wa ardhi, na mtuhumiwa alimuita marehemu eneo la mgogoro, na ndio huko alipotekelezea matukio hilo. Upelelezi utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Vile jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 2: Isaac Gerald Mkalawa, miaka 32, mkazi wa Nyumbaditu, na Allen Onolasco Mkalawa, miaka 23, mkazi wa kijiji cha Lugalawa, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyofahamika kwa jina la Ayubu Juma Ngili. Huyu ana miaka 32, mkazi wa kijiji cha Lugalawa. Chanzo cha tukio hili ni watuhumiwa hao 2 walijichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia marehemu kwa tuhuma za wizi wa msumeno wa kuchania mbao ambao walikuwa wakitumia. Upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Jina la Mesha Kijafeti, miaka 25, mkazi wa kijiji cha Matamba, wilaya Makete, kwa tuhuma za mauaji ya Modesta Nguvila. Huyu ana miaka 40, mkazi wa kijiji cha Magoe. Chanzo cha tukio hili ni wivu wa mapenzi, kwani huyu mtuhumiwa alimkuta huyu mpenzi wake akiwa kwenye nyumba ya mwanaume mwingine, jambo lililopelekea yeye kujichukulia sheria mkononi.
Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limekamata watuhumiwa wawili ambao ni watuhumiwa sugu wa wizi wa pikipiki. Mtuhumiwa wa kwanza amefahamika kwa jina la Josefu Lulandala, miaka 40, mkazi wa mtaa wa Ramadhani Njombe, na mtuhumiwa wa pili amefahamika kwa jina la Brown Yuda Lulalanda, miaka 25, mkazi wa Mbalali Mbeya, wakiwa na pikipiki yenye namba za usajili MC 568 EKY aina ya Haujuen, mali idhaniwayo kuwa ni ya wizi. Sambamba na hilo, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fisha Mzumala, miaka 31. Huyu ni raia wa nchi jirani ya Malawi, akiwa anafanya kazi katika mashamba ya parachichi yaliyo katika kijiji kinachofahamika kwa jina Makoo bila kuwa na kibali. Mtuhumiwa huyu amekabidhiwa katika idara ya uhamiaji ili taratibu zingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini katika kudhibiti mmomonyoko wa maadili, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili. Mtuhumiwa wa kwanza anafahamika kwa jina la Isa Amlani Kitalula, miaka 35. Huyu ni mkazi wa mtaa wa National Housing hapa Njombe. Na mtu wa pili anaitwa Simoni Joshua Mwalongo, huyu ni miaka 22, mkazi wa mtaa wa Kihesa, wakiwa na kete 80 za madawa yanayodhaniwa kuwa ni bangi. Lakini watuhumiwa hawa walikutwa wakiwa wana TV moja inchi 24 na simu 2 ndogo, mali zizaniwazo kuwa ni za wizi. Kwa mara upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika, watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani.